hawezi kufanya, sio? Wewe mimi ukiniomba kitu fulani, bwana naomba 1000, nitakupa 1000 ulioniomba. Lakini ona Mungu wetu alivyo mwaminifu sasa. Wewe umemuomba 1000, anakupa utajiri mwingi sana. Ndio maana tunamwamini kwamba Mungu ni mwema juu ya maisha yetu. Kwa hiyo Ibrahimu akamwambia, wewe unaomba mtoto, mimi nataka nikuonyeshe kitu. Toka nje, angalia angani, uone nyota zilivyo nyingi. Ibrahimu akatoka akaangalia nyota. Mungu anamhakikisha, anamwambia hivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Kwa hiyo akamwambia kumwongezea. Ibrahimu alikuwa safi kwenye masuala ya afya, hana shida upande wa uchumi, ana mali nyingi, lakini alikuwa na shida kupata nani? Mtoto. Lakini Mungu anamwambia nitakufanya kuwa mtu mkubwa. Na baada ya kuambiwa hayo maneno na Bwana, neno la Mungu linasema Bwana kwamba Ibrahimu akamwamini Bwana. Na tendo hilo la kumwamini Bwana juu ya lile ambalo Mungu amemwambia, Biblia inasema kwamba Mungu akamhesabia jambo hili kuwa ni nini? Kuwa haki. Kwa sababu Ibrahimu amemwamini Mungu. Hakuwa na maswali ya kujiuliza itakuwaje, nawezaje kuzaa watoto wengi namna hiyo. Kumbe Mungu alikuwa amemwandaa Ibrahimu kwamba atakuwa ni taifa, atakuwa baba wa mataifa mengi. Baba wa mataifa mengi. Akambariki kwa namna ya pekee. Hakuwa na changamoto za kiafya, alikuwa mzima. Kwa hiyo baraka hii tunaita ni uvumilivu wa Ibrahimu au ni baraka ya Ibrahimu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mambo ambayo Mungu anaweza kukuahidi binafsi, wewe usikate tamaa kuyaangalia, Mungu atayafanya. Maana muda ambao Ibrahimu aliahidiwa na Mungu kufanya kuwa taifa kubwa, isije kuwa ni swala la dakika chache au miaka kadhaa, ilikuwa ni swala la muda fulani mrefu. Lakini ahadi hiyo Mungu alikuja kaitimiza, na leo Ibrahimu anasaidia kwamba ni kweli kabisa ni baba wa mataifa mengi duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baraka hii au uvumilivu huu sio uvumilivu katika taabu, ni uvumilivu wa kuongezwa, uvumilivu wa kubarikiwa, uvumilivu wa ongezeko. Na uvumilivu huu tunaweza kuwa nao hasa hata sisi katika kanisa la Mungu, uvumilivu wa kumngojea Mungu mpaka tutakapoona kwamba kanisa letu la Hore Magogo linapanuliwa mpaka walioko kule kabisa tunawaondoa, linakuwa ni kanisa moja. Mungu anaongeza watu, maana ni baraka ya kufanyaje? Ya kuongezwa. Ni baraka ya uvumilivu huu, ni waongezeko. Bwana Yesu sana. Ulikuwa na vitu vichache, Mungu akaviongeza, vikawa namna gani? Vikawa vingi kwa kumwamini Mungu. Kanisa linaweza kuwa na washirika kiasi fulani, tukamwamini Mungu kwa uvumilivu, na kweli baada ya muda fulani Mungu kwa sababu ameahidi kutuongeza, tunaamini kwamba kanisa hili ni kubwa sana duniani, miongoni mwa makanisa makubwa, na Kitore Magogo ni miongoni mwao. Ni swala la uvumilivu, na ni wakati tu, ni swala la muda tu. Kwa wakati wake tunayozungumza haya yatatokea kwa namna gani? Kuwa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika swala la kuongezeka, aidha mifugo, wanyama, ongezeko lolote vile ambavyo nataka Mungu akuongeze, uwe na uvumilivu wa Ibrahimu katika maisha yako. Mungu hilo atalithibitisha na utaliona kwa macho yako linatendeka. Kama unahitaji kuwa na mashamba mengi kwa baraka hii au uvumilivu, uwe na uvumilivu wa Ibrahimu kwa wakati wake na majira yake, Mungu atakupatia mashamba mengi kama unavyotamani katika maisha yako. Kama unahitaji kuongeza nyumba, Mungu atafanya hayo, uwe na uvumilivu. Baraka ya Ibrahimu ya uvumilivu ipo kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atakuongeza tu. Alimuongeza nani? Ibrahimu. Hakuwa naumwa, hakuwa na mateso yoyote, lakini Mungu alifurahia kumuongeza, na kweli akamuongeza, akawa baba wa mataifa mengi duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni baraka au uvumilivu huu
unaitwa ni uvumilivu wa Ibrahimu kwa sababu ni uvumilivu wa kupokea ongezeko, kupanuka kihuduma. Pengine huduma yako haijulikani, iko tu mahali fulani, unatamani na wewe kusikika duniani kote kama walivyo waimbaji wengine au watumishi wengine ambao wamevuka mipaka. Sifa zao sio jukumu lao, ni jukumu la Bwana kumtambulisha mtu, kumwongeza mipaka yake ya huduma iongezeke, mipaka yake ya kazi iongezeke, kuongezeka katika kila eneo. Bwana anapatikana katika uvumilivu. Wewe mngoje Bwana, kwa majira na wakati wake atakutambulisha tu katika dunia kama ambavyo unamwomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine natamani kabisa na mimi nifanye kazi ya Mungu kwa ukubwa wake. Mimi endelea tu kumwamini Mungu kwamba Mungu atakuongeza. Utaongezwa na Bwana, mipaka yako itafunguliwa, itakuwa mipana kabisa, kwa sababu Mungu alimuongeza Ibrahimu na kwako atafanya. Uwe na uvumilivu, utapokea hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Huu unaitwa ni uvumilivu wa Ibrahimu, uvumilivu wa kutarajia kupokea ongezeko. Mifugo yako itaongezeka, mashamba yako yataongezeka, huduma yako itapanuka, kanisa letu litakuwa kubwa duniani. Haleluya. Na kwaya yetu ya Horeb itakuwa kubwa duniani. Tuzaje kutabilia muda mrefu sana, yatatokea. Tuvumilie tu jamani, sio muda mrefu. Bwana hakawii kutimiza nini? Ahadi yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huo ni uvumilivu wa aina ya kwanza. Mtu haumwi, hana homa, lakini ni uvumilivu wa kupeleka kwenye ongezeko. Ibrahimu akamvumilia Bwana katika ile, na kwa wakati ulipofika Mungu akamwongeza kama ambavyo alikuwa amemwahidi. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 23, hapo Mungu, Biblia inatuambia kabisa kwamba tumwamini Mungu katika kila eneo. Japo anasema mlishike sana ungamo la tumaini lenu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Tuangalie uvumilivu wa aina ya pili ya uvumilivu. Huu ulikuwa ni uvumilivu wa kusubiria ongezeko. Haumwi mtu, yuko sawa, lakini anahitaji kuongezeka katika maeneo kadha wa kadha. Kwa hiyo napo inabidi kuvumilia kabisa. Kuna watu wengine wanaendaga eti wanaambiwa sio wafanyeje. Kuna mtu unakuta kwenye mazizi ya ng'ombe mtu amefunga, amening'iniza kitu, eti anaivuta baraka kwenye zizi la ng'ombe. Yaani ng'ombe anapoingeti waongezee kulingana na kitu alichokining'iniza. Naonaga kwenye mazizi ya wapagani wanatabu, amening'iniza vitu, eti ng'ombe wanapoingia pale wazaliani. Sisi baraka zetu, ongezeko letu linatoka kwa Mungu peke yake. Iwe ongezeko la kuku ambao unawafuga nyumbani, usihangaike. Wewe tumia dawa za kawaida kama kuwachanja na vitu vingine kawaida, lakini usitumie dawa za kuwafanya eti wazaliani. Ni Mungu peke yake atawaongeza mifugo yako, kwa sababu yeye ndiye Mungu wa kuongeza. Wewe ukimwamini kama Ibrahimu, mambo hayo yatafanikiwa katika maisha yako na yangu. Kwa hiyo tuangalie jambo jingine, aina nyingine ya uvumilivu, namba 2. Pointi yangu hapo kwamba kwa Ibrahimu ni uvumilivu katika kusubiria kuongezeka, lakini haumwi, huna changamoto ya kiafya, mambo yako sawa sawa na kila kitu, lakini unahitaji Mungu tu aongeze mipaka yako na vitu kadhaa wa kadha katika maisha yako. Sasa uvumilivu namba 2, huu tunauita ni uvumilivu wa Ayubu. Uvumilivu wa Ayubu. Uvumilivu wa Ayubu. Kitabu cha Ayubu sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 4.
Ayubu sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 4. Naomba tusome mahali pale. Mstari wa 1 nasoma hadi wa 4. Ayubu sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 4. Je, mtu hana wakati wake wa vita juu ya nchi? Ndiyo. Na siku zake, je, si kama siku za mwajiriwa? Kama mtumishi atamania sana kile kivuli, kama mwajiriwa anayetazamia mshahara wake, ni vivyo nami nimepewa miezi ya ubatili iwe fungu langu, nami nimeandikiwa masiku yenye kuchokesha. Hapo nilalapo chini nasema, nitaondoka lini? Lakini usiku huwa mrefu, nami nimejawa na kujitupa huku na huku hata kupambazuke. Asante sana. Ayubu anaeleza, anasema, je, mtu hana wakati wake wa vita juu ya nchi? Na siku zake, je, si kama siku za mwajiliwa? Kila mtu ameandikiwa huwa anakutana na wakati wake wa vita. Vita ni mapambano. Ayubu anaeleza, anasema, kama mtumishi atamanie sana kile kivuli, kama mwajiliwa anayetazamia mshahara. Pale mbele anazungumza, anasema, nimepewa masiku ya kuchokesha. Katika maisha ya mwanadamu tunakutana na vitu vya kutuumiza. Tunaweza kusema uvumilivu huu wa Ayubu ni uvumilivu wakati wa kuteswa au kujaribiwa, wakati wa kusema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Maumivu makali. Wakati huu unaweza kuwa ni wakati wa kubaki peke yako. Unakosa hata mtu wa kukutia moyo, kwa sababu ni wakati wako umekufikia wewe. Unatarajia faraja, hauioni. Huu ni wakati wa kushutumiwa na kila mtu. Atakushutumu kila mtu, na mbaya zaidi, utatokwa machozi na hujui hapo utatokaje, utaanzaje kutoka katika wakati huo mgumu. Unaomba, unahisi hata Mungu hakusikii. Jamani, huwa kuna nyakati ngumu duniani. Unaomba kabisa, unapiga maombi, unaomba, kila ukiomba unahisi hata maombi unayoomba ni ya namna gani? Ni makavu. Yaani unaanza kuhisi hivi, Mungu ni kweli ananisikia maombi haya ninayomuomba? Uko kwenye wakati wa taabu, wakati wa kusema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Wakati wa kusema, ikiwezekana Baba, hiki kikombe kiniepuke, lakini hakikuepuki, kina wewe, kimekung'ang'ania. Unatamani kupata faraja, lakini unajikuta uko peke yako chini ya jua. Ayubu anasema, je, mtu hana wakati wake wa vita juu ya nchi? Haya mambo huwa yanatokea. Kila anayetaka kuzungumza juu yako anakulaumu. Unatarajia pengine mzee wa kanisa Edson angefanyika msaada kwako, na yeye anapigwa upofu, halioni teso lako na hakusogelei, anapita kando, maana ni wakati wako umekufikia. Na hapa sasa huwa ni kwenye kipimo kigumu sana. Mungu anakupa
hatuoni kwamba utaweza kustahimili kuvumilia katika jaribu hilo ambalo kutana nalo. Ukiangalia nimetenda dhambi gani, hauoni dhambi yoyote uliyoitenda. Ukiangalia kuna mahali gani nimekosea, hauoni popote ulipokosea. Yaani wewe unakuwa ni mtu wa kutokwa machozi, unalia, unaiona kama dunia imebadilika. Niwe kusikia hapa siku moja wakati nilipoambiwa kwamba huyu mama yako figo zimefeli, yaani nilionaga dunia kama imebadilika rangi. Bwana asifiwe sana. Yaani nikaona kama dunia imekuwa nyingine, imekuwa tofauti na vile ambavyo ninavyojua. Kuna nyakati za namna hiyo zinampata mtu chini ya mbingu. Unajiona kabisa kwamba hapa sijui nitafanyaje mimi. Unatamani hata wewe ningekufa, kifo nacho hakitokei. Unatamani angalau ungepata shida yoyote, ukapata tu hata chochote cha kukuondoa duniani, lakini kila hata magonjwa au chochote kimesimamishwa, yaani naendelea kuwepo ili ukione cha moto. Mungu anakupima kuone katika hali hiyo utavumilia au utamkimbia Mungu. Ni wakati ambapo sasa hapa panahitajika uvumilivu wa hali ya juu. Ayubu anasema kama mtumishi atamanie sana kile kivuli, au kama mwajiriwa atazamia mshahara wake, anakuwa na hesabu siku kwamba mwezi utafika lini nikapokee. Anasema ni vivyo nami nimepewa miezi ya ubatili iwe fungu langu, nami nimeandikiwa masiku yenye kuchokesha, masiku yenye kuchokesha. Moyo unachoka. Hunaitwa uvumilivu wa nani? Wa Ayubu. Lakini Biblia inazungumza, inamsema Ayubu kwamba katika mambo hayo yote Ayubu hakumtenda Mungu dhambi wala kumwazia kwa upumbavu. Kwa hiyo kuna muda ambapo Mungu anataka kukuhakikisha kwamba je, unamcha Mungu kwa sababu tu ya amani? Unamcha Mungu tu kwa sababu ya mafanikio ulionayo? Unamcha Mungu tu kwa sababu ya neema ulionayo, kile unachokifanya kinafanikiwa? Ili utengeneze ushuhuda ni pale ambapo katika magumu kama haya unavumilia, unasema Mungu yupo, atanitoa mahali hapa na asubuhi yangu inakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaiona asubuhi yako hata kabla uko kwenye magumu. Walikuwa wanakuja hawa rafiki zake na Ayubu, wanamwambia Ayubu, wewe umetenda dhambi, mbona Mungu amekuacha umekuwa hivi? Wanafanya mabishano naye, badala ya kumtia moyo wanamvunja moyo. Lakini Ayubu anasema ninaamini mtetezi wangu yu hai na hatimaye atasimama juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayubu alimuona Mungu kama mtetezi wake hata katika magumu, akamngoja Bwana kwa wokovu wake. Wewe kwenye magumu na unavumilia vipi? Kuna mwingine akihisi tu kutengwa, labda pengine anaona hapa kabisa, hapa hamna watu wa kanisa hili, hawana upendo. Hajui kwamba amepitishwa hapo ili aonekane amestahimili namna gani. Leo watu wanakuwa ni walalamishi, anaanza kuongea maneno yasiyompasa kwa sababu magumu yamemfikia. Wakati wa machozi yake umefika, anashindwa kustahimili ili aibuke pale akiwa mshindi. Anaanza kuongea maneno, anapoteza sifa, na Mungu anamshangaa. Amekaribia kuvuka kabisa ile Mungu amheshimu, kwa sababu kila jaribu au kila uvumilivu ambao mtu unaweza ukaufanya kwa uaminifu mbele za Mungu, baada ya kutoka pale huwa tunang'aa kama dhahabu iliyo safi. Dhahabu inapochoma kwenye moto ilikuwa na uwezo wa kuzungumza. Kwanza ule moto huo ni mkali sana, unaiyeyusha kabisa.
ule uchafu ambao hautangamani na dhahabu, ambao utakiwi ujitenge peke yake, uwe mbali, halafu ibaki dhahabu iliyo namna gani? Iliyo safi, isiyotangamana na uchafu. Dhahabu ambayo iko pure, ambayo ina kiwango cha kuhusika na kila mtu akaikimbilia kwa sababu ni dhahabu iliyo safi. Lakini iliyo dhahabu iliyo safi sharti ipite kwenye nini? Sharti ipite kwenye nini? Sharti ipite kwenye nini, wapendwa? Moto si mkali, labda moto wa gesi unaiyeyusha, inayeyuka, dhahabu inatoka hapo imeng'aa. Na ndivyo Mungu anatarajia kwako, ukichomwa kama moto utoke kama dhahabu iliyo safi. Kwa hiyo hatuwezi kumwomba Mungu ayaondoe hayo, maana ndiyo yanayotung'arisha, tunang'aa kama dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno gumu sana wapendwa. Hatuwezi kumwomba Mungu atuondolee majaribu, ila tunamwomba Mungu atupe nguvu ya kuhimili nini, kwa sababu majaribu ndio yanatufanya, yanatung'arisha, ni polish yetu ya kutufanya tung'ae. Maana yake akiondolewa hayo, tukatembea kwanza, tutakuwa na thamani, maana bado hatujapimwa tukastahimili. Yanapotokea hayo, yanatuimarisha, yanatujenga, yanatufanya tung'ae, tuwe na thamani kubwa mbele za Mungu wetu aliye hai. Thamani yetu kwa Mungu inaongezeka, inapanda viwango pale tunapopitishwa kwenye magumu, kwenye machozi, kwenye taabu, tukivumilia tukatoka pale. Mungu anatupa heshima kubwa na anatuthamini sana. Utapataje heshima ukivumilia? Hujapitia vipimo. Lazima tupite kwenye vipimo. Wakati mwingine Ayubu anatuambia kwamba kwa kila mtu huwa na majira yake, ana wakati wake wa kufanyaje. Mzee Mole nikikutana na hayo, sema asante Yesu kwa sababu nataka kuning'arisha zaidi. Hakuna haja ya kukata tamaa. Badilisha mtazamo. Usilione kama jaribu la kukuangusha, lakini lione kwamba hili limekuja ili ning'ae mbele za Mungu, nipate thamani kubwa mbele za Mungu. Haleluya, haleluya. Kila mtu ana wakati huo, kila mtu ana wakati huo. Jambo kwa kweli huwa ni wakati mgumu sana. Yesu anaomba mpaka mara 3, anasema ikiwezekana Baba, kikombe hiki kinipite. Akaenda tena mara ya pili, maombi yale mara ya 3. Kibinadamu inaumiza, lakini katika Mungu lipo kusudi la kutung'arisha na kutuimarisha zaidi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Katika mstari wetu wa msingi katika kitabu cha Yakobo anatuambia, Yakobo 1 mstari wa 2 hadi wa 4. Hebu tusome hapo. Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 4. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 4. Sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 4. Ndio. Anasema, ndugu zangu, sabuni ya kuwa ni furaha tu yaangukia katika majaribu mbalimbali. Sikia Yakobo anasema ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni sherehe tupu mnapoangukia katika nini? Katika majaribu mengi. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi, huleta uvumilivu, subira. Ndio, saburi na iwe na kazi kamilifu. Saburi na iwe na kazi kamilifu, pate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Katika majaribu haya tusipungukiwe na neno, tukamilishwe, tuimarike, lakini zaidi sana tuwe na saburi. Maana yake ni kwamba tuwe na namna ya kusubiri bila kuwa na lawama.
Uvumilivu ndio saburi au subira, bila kupungukiwa na neno, bila kumlaumu kiongozi wako, kuwalaumu wazee wa kanisa hawakuoni, bila kuwalaumu mashemasi, bila kuwalaumu washirika wenzako, bila kutupa lawama kwa baba mchungaji na mama mchungaji. Saburi hiyo iwe na kazi kamilifu. Ukielewa maana kwa nini napitia haya, kama hayajakupata kwa sababu ya uovu wowote ulioutenda, maana kuna aina kadhaa ya kupata mambo kama hayo, lakini kama uko kwenye haki yakakupata hayo, ukatathmini ukaona sijamkosea Mungu kama alivyofanya Ayubu. Ayubu kumkosea Mungu lolote, lakini alikuja hayo ili kumkamilisha Ayubu na kumwonyesha Shetani kwamba hakika huyu ni mtu wa Mungu aliyekamilika. Kwa hiyo kazi ya majaribu, kazi ya haya maumivu yana lengo la kukamilisha. Kwa hiyo saburi iwe na kazi kamilifu. Usiwe mtu wa kulaumu yoyote, lakini uwe mtu wa kumsubiri Mungu. Atakutoa pale na heshima yako mbele za Mungu itaongezeka. Kwa hiyo Yakobo anatuambia tuhesabu kuwa ni furaha tupu tukipata au tukiangukia katika majaribu. Bila kuwa na uvumilivu katika wakati huo, tunaweza kumkosea Mungu kwa kulaumu kwetu, kwa kusema maneno. Kwa hiyo tunapaswa kuwa wavumilivu hata uko wakati kama huo. Hii inaitwa ni uvumilivu wa Ayubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tuko pamoja mpaka hapa? Wangapi tuko pamoja mpaka hapa? Ni vema kuelewa kwamba katika maisha haya kila mtu ana wakati wake. Yaani kila mtu aliyemwamini Mungu ana wakati wake wa kupitia changamoto hizo. Hawezi kuzikwepa kwa namna yoyote, maana hizo ndizo zinazokukomaza. Unaimarika, unamjua Mungu, halafu na Mungu anakuhakikisha ya kwamba umemchagua kabisa, wewe ni mtiifu mbele za Mungu, na Mungu anakuhakikisha kwamba huyu ni mtu wangu, ni mwanangu. Mungu akamtambulisha mwanaye Yesu. Alimtambulisha pale katika Yordani wakati amekuja pale kubatizwa na Yohana. Baada ya kubatizwa, sauti ilisikia kutoka mbinguni ikamtambulisha Yesu, inasema huyu ni mwanangu mpendwa, ninapendezwa. Lakini Mungu akamtambulisha Yesu tena wakati anawachukua wanafunzi wake Petro na Yakobo, sio watu watatu, na Yesu mwenyewe ameenda mlimani pale. Baada ya kuona ile TV ya mbinguni, sio nitinaita hivyo kwa TV, maana sasa waliona kanani, akamwona akabadilika. Yesu alibadilika sura, akageuka kwa na mwili mwingine wa utukufu. Baada ya pale akaona mbinguni, akamwona Elia sina nani. Petro akaanza kusema kulingana na utukufu wa uwepo pale, kaanza kusema tujenge vibanda kabisa vitatu hapa, kimoja chako, kimoja cha Musa, kingine cha Elia. Akajisahau, sio alikuwa anakaa kwenye nyumba ya nani, kujisahau. Akaongea. Fanya ibada hapa Yesu hapa. Tunaangalia TV ya mbinguni. Haleluya. Sasa wakapiga mahesabu wakasema hivi, wewe Petro, huyu ndiye mwanangu mpendwa, ninapendezwa naye, umsikilize yeye. Kama kuna haja ya kujenga vibanda, yeye atafanyaje? Sio wewe umpe oda ya kujenga. Huyu ndiye mtoa oda. Akitoa oda yake, fanyeni. Mungu akamhakikisha Yesu kuwa ni mwanae, akamtambulisha katikati ya wanafunzi kwamba kina Petro waache kihelehele, wamsikilize Yesu. Na sisi tunapaswa kumsikiliza nani jamani? Katika kujaribiwa kwako, usiwe fundi sana wa kuongea maneno na kuanza kuwalaumu watu. Utaingia kwenye mtego na
Haleluya, haleluya. Tuangalie jambo la tatu, uvumilivu wa Mungu. Uvumilivu wa Mungu. Uvumilivu wa Mungu. Naomba tusome waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 20. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 20. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 20. Ndio. Nasema watu wasiotii hapo zamani. Uvumilivu. Watu wasiotii hapo zamani. Wasiotii hapo zamani. Watu wasiotii hapo zamani. Uvumilivu wa Mungu. Ndio. Ilipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ndio, ambamo ndani yake wachache, yaani watu wanane waliokoka kwa maji. Asante sana. Anasema watu wasiotii hapo zamani. Tunataka neno uvumilivu wa Mungu. Uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu. Kwa tunaona hapo kitu kinaitwa uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Nuhu alipoambiwa na Mungu kuitengeneza safina, watu walimdhihaki sana. Kila mtu aliongea alivyoweza. Aliyemwita Nuhu kachanganyikiwa alikuwepo. Aliweza kusema lolote juu ya mtumishi wa Mungu Nuhu, lakini Nuhu hakusikiliza sauti zile za watu wanaozungumza. Yeye alijua kwamba Mungu amemwambia, kwa lazima afanye kama Mungu alivyomwambia. Nuhu ametengeneza safina, imekamilika. Ilivyokamilika, Mungu akamwambia waambie watu, yaani kwa sababu umeshindwa kujenga, basi waingie tu. Hakuna aliyemsikiliza Nuhu. Mungu alitoa siku kadhaa za kuwavumilia watu wafanyeje, labda watapatikana wanaoingia kwenye safina, lakini mpaka siku zile za uvumilivu wa Mungu alizoziweka zikaisha, watu bado wanachekelea, wanapuuza, basi mlango ukafungwa. Yalitokea. Hebu tusome, kabla sijafafanua sana mambo mengi hapo, tusome tena kitabu cha Nahumu sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 3. Tunaangalia uvumilivu wa Mungu. Kwa hiyo pale tunaona kwa wakati wa Nuhu kuna siku ambazo Mungu alizitoa za kuwavumilia watu waingie, lakini watu bado akawavumilia, hawakutaka kuingia. Mwisho mlango akaufunga yeye mwenyewe. Kwa hiyo pale alionyesha uvumilivu, kuwavumilia watu. Tusome kitabu cha Nahumu sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 3. Tunaangalia uvumilivu wa Mungu. Nahumu sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 3. Anasema Bwana ni Mungu mwenye wivu. Bwana ni Mungu mwenye wivu, naye hujilipiza kisasi. Naye hujilipiza kisasi. Bwana hujilipiza kisasi. Ndio. Naye ni mwingi wa hasira. Ana hasira. Twende. Bwana hujilipiza kisasi juu ya adui zake. Wawekea adui zake akiba ya hasira. Huwawekea adui zake akiba ya hasira. Bwana si mwepesi wa hasira. Ana uweza mwingi. Bwana si mwepesi wa hasira, ana uweza mwingi. Wala hata mhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Yaani mwovu kwake Mungu ni mwovu tu. Bwana ana njia yake katika kisulisuli na tufani. Na mawingu ni mavumbi ya miguu yake. Sawa. Nataka tuangalie neno hili. Tumeambiwa Mungu
ana hasira, anaweka akiba. Mstari wa 5 anazungumza kwamba Bwana si mwepesi kwa nini? Japo kuwa hasira ya Mungu ni kali, anayo huwa ikiwaka, anafanya matokeo kulingana na uovu wa mtu, lakini si mwepesi wa nini? Wa kuionyesha hasira yake ama kuidhihirisha hasira yake. Si kwamba maovu yanapofanyika Mungu haoni kwamba yaadhibu, si kwamba si kwamba hakasirishwi, si kwamba hachukii, lakini ana uvumilivu. Ana uwezo wa kuwavumilia wanadamu. Alinivumilia mimi wakati nina maovu, nimeasi, nimemkosea, nimemtendea siyofaa, ili tu wakati huo niangamizwe, niharibiwe, lakini Mungu akanivumilia mpaka nikamwambia Baba, nisamehe. Hivyo hivyo hata wewe Mungu amekuvumilia mambo mengi, kwa sababu si mwepesi wa nini? Wa hasira. Huwa na uvumilivu. Anaweza kutuvumilia tunapomkosea, anatuvumilia. Uvumilivu wa nani jamani? Uvumilivu wa nani? Wa Mungu. Soma Luka 13 mstari wa 6 hadi wa 9. Kitabu cha Luka, twende haraka. Kitabu cha Luka sura ya 13 mstari wa 6 hadi wa 9. Luka 13 mstari wa 6 hadi wa 9. Ndio hapo linasema, akanena mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Ndio. Akaenda akatafuta matunda juu yake, asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mzabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu. Kila nikija sipati kitu. Ukate tu mti, maana hauna faida tena. Mbona hata nchi unaiharibu? Yaani huu mti ni hasara hata kwa nchi, hata nchi yaani inapoteza rutuba yake bure, maana hauna faida. Ndio. Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie. Bwana, hebu uache, usiukate haraka. Mwaka huu pia nao niufanyie jambo, niutilie thamani, niweke na mbolea, nao ukizaa matunda baadaye vema, usipozaa ndipo ukate. Tusifanye haraka, wanajadiliana. Tusiukate haraka. Hebu ngoja tujaribu kuwekea na mbolea na samadi na maji kwa wingi. Tuangalie kwa mwaka huu tena, labda utazaa matunda. Ndivyo Mungu ambavyo anavyotuhurumia na kutuvumilia. Alitufundisha kutoka kanisa moja kwa somo lile la talanta, wenye talanta, si ndio? Kuna muda mwingine Mungu anaona kabisa kwamba huyu nimempa, kwa kweli nimempa, lakini mbona anaificha? Haifanyii kazi. Nimempa huduma ya uimbaji, lakini sasa amekuwa nyuma, haja kwenye mazoezi. Nimempa sauti nzuri ya kuimba, lakini sasa amejifanya yuko bize sana. Ana faida gani huyu? Labda nimtoe tu sasa, ninyang'anye kabisa hiyo sauti. Ana uvumilivu wa Mungu. Nasema hebu ngoja nimtume na mtumishi wa Mungu Edson, labda amfundishe kwamba amepewa hiyo sauti aitumie. Nimvumilie baada ya mafundisho haya, labda atakuwa na bidii ya kunitumikia ili sasa nisimkate. Mungu anakuvumilia.
mbalimbali wa kutumika, aidha kusafisha kanisa. Wito umekuwemo, lakini imefika mahala sasa huo wito umepotea, mwanaji kama kazi ya fulani na fulani, kazi hiyo huifanyi tena. Mungu alikupa nguvu ya kushuhudia, ilikuwa haiwezi kuisha wiki hujaenda kushuhudia mtaani, lakini imefika sasa hiyo kazi moyoni wako imezimika, umekubali kuizimisha. Mungu anajiuliza, huyu ni mbariki au ni mnyimana afanye yaliyo yangu? Akitaka kukufanyia chochote kwa sababu umekataa kwake, anajipa matumaini ya kukuvumilia, kwamba labda mama Rebeka nimvumilie mwaka huu, atajirudi, atakuwa ni mtu mzuri. Wakati haya yote yanafanyika, hasira ya Mungu ikitaka kuwaka, anajipa muda kwa ajili yako na kwa ajili yangu, kwa sababu Mungu ana nini? Ana uvumilivu wa kutuvumilia. Anasema mkate wa mti hauna faida, sema hapana, ninaomba niuache, niwekee samadi, niwekee mbolea, nimwagilizie na maji. Yamkini utashtuka, labda utaanza kutoa matunda. Mungu jamani anatuvumilia sana. Hebu tumpigie makofi Mungu kwa uvumilivu wake kabisa. Jamani, Mungu anatuvumilia sana kabisa. Mungu anatuvumilia mno.